Na hali gani na habari za wakati huu mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele, na iwapo afya imekuwa shakani ama muhali, basi mimi nakuombea kwa Jalali uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye kipindi cha Viwanjani, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa kede za kimichezo na burudani ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Machache kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo ni pamoja na Fountain Gate yachomoza na ushindi ugenini ikiwafunga wagonga nyundo Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Mbali na hapo, wananchi ya zama nyikani kuwakabili Singida Black Stars, wakati upande wa pili wa shilingi Singida Black Stars nao kamili kwa ajili ya kuvaana na wananchi Young Africans. Mbali na hapo, pia tutakwenda kuangazia taarifa kuhusiana na maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons kwenye maandalizi yao ya mwisho kualika matajiri wa jiji la Dar es Salaam. Kama haitoshi, tutaiangaza Afrika tuone kipi ambacho kinazungumzwa kwenye ulimwengu wa michezo, na baadaye pia tutavuma kwenye rubaa za kimataifa kwenye The Pitch pale kuangazia mabara mbalimbali duniani, kipi ambacho kinazungumzwa hii leo. Pamoja nami nimeketi na wachambuzi wangu wa zamu hii leo. Niko na Michael Hiera, kocha wa mpira, bila kumsahau Andrea Kinga Mkono. Tumejaa tele mithili ya pishi ya mchele. Tunaamini kabisa tunakwenda nawe sanjari kutokea sasa mpaka pale saa 6 kamili juu ya utawi, ndipo ambapo tutakuwa tunaondoka hapa kwenye kipindi cha Viwanjani. Michael, habari za asubuhi? Nzuri sana, si wewe? Mzima eh? Hujambo na raha zako? Sijambo na raha zangu. Hujambo na raha zako nimekuona kocha wa mpira. Vipi na raha zako? Mimi na raha zangu alhamdulillah. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Tuangoma anasemaje? Tuangoma. Ardhi ya watakatifu ile kaka. Ardhi ya watakatifu. Hawajambo. Kumetulia, yani ni eneo ambalo kwa hakika limetulia, ni eneo ambalo lina watu wasikivu, lina watu wastaarabu, kumestarabika, hakuna makelele, kuko vizuri Tuangoma. Sawa. Tangu natoka nyumbani mpaka nafika hapa watu wote Tuangoma naliombea. Basi. Nashukuru Mungu umefika salama. Sababu unatoka Pwani unakuja Dar kufanya kazi. Nikuonesha message zilizoingia kwenye simu yangu zaidi ya watu 20 kaka. Kazi yako ngumu. Unaniuliza umefika salama huko salama. Kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kufanya kazi. Ni Dar es Salaam kaka. Chikawe ndio nakaa kwenda. Chikawe. Mimi niko mpakani. Mwata Dar es Salaam na Pwani. Andrea Kinga Mkono vipi? Mimi kijana anaona ananichechawiza hapa. Mtu katoka Mbinga huko hapo na yaani mpaka mkulima wa kahawa ananichechawiza. Mkulima wa chai. Chai. Chai analima hapa katikati Iringa, si kule ndo analima kahawa. Au unasemaje? Na miti. Lakini kahawa yangu mpaka leo habari ipo njiani. Mbinga mbali. Haijafika. Mbinga mbali kaka. Mbinga ni mbali kiasi hicho kilomita 1015. Kutokea wapi? Unapita Lindi. Kutokea wapi? Kutokea Dar es Salaam. Kilomita 1015 kutokea hapa. Sasa nadhani kawa itafika leo hii. Mbali. Kwa na subira kidogo sio? Subira ni ibada si na nchi gani nyingine? Basi. Mko mpakani? Hapana. Subira ni ibada kaka. Mnaishi mpakani kaka? Kwenu mbali. Mbali kweli. Ukisema uendeshe kwa siku kwa namna unavyoendesha ufiki siku ya pili yake. Bwana, hawa ndio wachambuzi wangu wa zamu ambao niko nao hii leo studioni, na pasi na shaka mtazamaji una kila sababu ya kuona unalipia kisimbuzi chako kwa ajili ya kuona michezo mikubwa ambayo tumekuandalia kwenye wiki hii. Azam watakuwa ugenini dhidi ya Tanzania Prisons, Young Africans dhidi ya timu ya Singida Black Stars, na michezo mingine mingi sana kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara, bila kusahau kwenye michezo mingine nchi nyingine, ambapo tutakwenda kuangazia ligi kuu Kenya ikiwa inaendelea. Gor Mahia Kogalo bado hapo kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu. Saudi Pro League na nye pia kumoto huko, bila kusahau pia michezo mingine ya ligi mbalimbali duniani, Serie A, bila kusahau kule Hispania Real Madrid, yani mguu ndani mguu nje, yani mguu ndani mguu nje, sako kwa bako, yani kama vile wameanza safari kwa kutanguliza mguu wa kushoto na sio mguu wa kulia. Bana, tunaanza moja kwa moja kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari, kuanzia kwenye soka letu, ligi ya hapa nyumbani Dar es Salaam Tanzania, ambao Azam TV ndio wenye dhamana pekee ya kuonyesha mashindano hayo, lakini pia kukupa uchambuzi wa kina wenye utondoti ndani yake uliotukuka.
Jana kwenye mwendelezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara tulishuhudia mchezo mmoja tu ukichezwa na ulikuwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine katika jiji la Mbeya, ambapo wagonga nyundo timu ya Mbeya City walikuwa nyumbani wakiwaalika timu ya Fountain Gate. Hadi dakika 90 zinakwenda kukamilika, tumeshuhudia goli 1-0 ambapo walikuwa ni Fountain Gate ambao walichomoza na ushindi wa bao 1-0, na matokeo ya ushindi yanaifanya Fountain Gate kusogea hadi nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi baada ya kushika alama ama kufikisha alama 15. Kwa upande wa Mbeya City, wao baada ya kupoteza mchezo huo wameshuka hadi nafasi ya 14 wakiwa na alama 12 kwenye msimamo wa ligi. Kabla ya kualika wachambuzi wangu hapa, tukatazame namna ambavyo bao limefungwa, kisha baadaye niwape uwanda mpana sana wa kuja kuchambua na kudadavua. Ilikuwa dakika ya 77 ya mchezo. Haya, ngol elimekwenda naweka ndani nafasi nyingine kule. Nafasi ya Super Sabe Kadomo. Sadik Ramadhani. Super Sub. Sadik Ramadhani. Dakika hizi unafunguaje? Tizama mpira ambao ulipigwa haraka haraka. Elie Mokono akaiweka ndani, akaokosa Pemba Kingu, kichwa kile cha utosi kile. Sadiki Ramadhan akaudundisha ule, ukagonga nguzo. Alimtesa sana mlinda mlango Hashim Yahaya. Mara zote wanasema la kuvunda halina ubani, ndicho ambacho kimejitokeza kwenye mchezo huu. Fountain Gate, cross nzuri kweli kweli ambayo ilipigwa na Eldinyo Mukono, nyota wa zamani wa Bomamuru, na Sadiki Ramadhan akapiga utosi wa maana mno, ambaye mlinda mlango akajikuta anajifunga mwenyewe baada ya utamu kwa umekolea, akausindikiza mpira ule moja kwa moja kwenye nyavu, kwenye heka na porukushani za kutaka kuona anauokoa mpira ule. Ilikuwa ni mechi moja hivi nzuri sana kuitazama, na nimependezwa na namna ambavyo mtangazaji wa mechi hii alivyosherehesha bao hili ambalo kwa hakika lilikuwa ni mazonge na mauzauza yaliyokuwa yakielekea kwenye lango la wenyeji Mbeya City. Kocha Michael Hiera, tuanzie hapo kwanza. Ni kama vile la kuvunda hivi halina ubani, kwa sababu mpira huu mpaka anakwenda kupiga kichwa Sadiki, ilikuwa ni kama vile mpira unakwenda hauna kasi sana, umedunda, umekwenda kugonga nguzo, alafu ndo unaingia kwenye wavu. Kocha, unalipi la kusema kwenye bao hili na mchezo wenyewe kwa ujumla wake? Pengine kwenye kuangalia jinsi ambavyo goli limefungwa, unaona jinsi ambavyo walinzi wa Mbeya City walikuja kwa wingi wao kwenye eneo la ndani mwa kiwanja wakati wa kuzuia, kitu ambacho kwenye principles za kudefense unasema namba ilikuwa iko sawa sawa sana kwa wao kuweza kuwa na watu wengi kwenye eneo la boksi wakati wanajizuia. Na pengine ungetegemea kuona wao wakiwa wa kwanza kwenye kuintercept cross ambayo ilikuwa imepigwa na Elie Mokono, kwa sababu tayari kosa ambalo alifanya la kwanza ilikuwa ni kumruhusu Elie Mokono wakati anakwenda pembeni, alienda akiwa yuko free. Amefanya setup ya mpira wake wa kwanza, wa pili anatazama wapi kwa kuweka. Alipata hiyo room kwa 100% hapo, unaweza ukaona bila kuwa na rapsha aina yote. Alipata nafasi ya kutuliza na kuangalia nini ambacho anaweza akakifanya. Wao concentration ambayo alikuwa nayo ni kuwa na watu 4 kwenye boksi la kuzuia dhidi ya watu 3 ambao walikuwa wanaenda nao Fountain Gate. Isiwe bahati ni kwamba wakati cross inapigwa, mtu ambaye ungedhania afanye clearance kwa kutumia kichwa chake, mpira ukawa umempita, ambaye mtu wa mwisho kwenye tukio hili unamuona ni Kevin Kingu Pemba, ambaye yuko mbele ya mpigaji wa kile kichwa Sadiki. Sasa ukiangalia kwenye kosa ambalo alifanya hapa, licha kwamba alifanikiwa kuwa na namba kubwa ya watu kwenye box, lakini kosa ambalo alifanya ni kuruhusu mpinzani hao wa kwanza kwenye kuwini mpira kwenye sanduku lao la kuzuia, wakati ambao kwenye sifa za mlinzi hautakiwi kuruhusu mpira upite kwenye eneo lako.
kwa vyovyote ambavyo na walinzi wawili ambao wana vimo vyenye kufanana, vimo vizuri sana. Ibrahim Mohamed kwa hakika ni miongoni mwa walinzi ambao wana urefu wa kujitosheleza kabisa, nafikiri kasoro labda kidogo 5.5 maki ni miongoni mwa wachezaji warefu sana, kwenye umbo lao ni warefu na hata Kelvin Pemba pia naye kwa umbo lake unasema naye alikuwa anatakiwa kufanya hivyo kutegemea. Lakini mwanzoni ulizungumza vizuri sana idadi ya walinzi ambao walikuwa kwenye box, edge box walikuwa walinzi 4 na washambuliaji walikuwa 3. Ilikuwa ni 4 dhidi ya washambuliaji 3. Kidogo tu Michael Hiera, substitution ambayo mwalimu anaifanya, unamtoa Ismail Aziz Kada kama utakumbuka, ndo anaingia huyu Sadiki kwenda kuchukua nafasi ya Ismail Aziz Kada, lakini wengi walikuwa wanaamini pengine uwepo wa Kada, mchezaji mwenye uzoefu mkubwa sana, mazingira ya viwanja hivi anayajua, na akatolewa. Mwalimu alikuwa anaakisi kitu gani na substitution ambayo aliifanya kwa hakika imekwenda kumlipa? Hii ilikuwa ni mechi ambayo ukijaribu kuangalia kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni mechi ambayo Mbeya City walikuwa wameichukua sana mechi. Walikuwa wanashambulia mara nyingi zaidi, walikuwa na domination ya mpira kwa kiasi kikubwa kiasi ambacho njia ambayo walikuwa wanaitegemea Fountain Gate kwenye kushambulia ilikuwa ni kwa mashambulizi ya kustukiza, kwamba tupate mpira twende juu, kwa maana ya tupige mpira haraka kwenye box la wapinzani ili tupate faida ya kushambulia kwa kustukiza. Sasa uwepo wa Ismail Aziz Kada, tunajua kile ambacho yuko nacho, ni mchezaji ambaye atakupa faida kwenye baadhi ya matukio ya 1v1. Ulikuwa unaona wakati yuko uwanjani alikuwa anafanikiwa kwenye hilo, ingawa product yake ya mwisho, kwa sababu kabla hajafanywa substitute, tukio lake la mwisho kulifanya ilikuwa ni attempt ambayo alifanya ilienda off target kama unaikumbuka. Alipata mpira pembeni mwa uwanja akakanyaga ya kwanza, lakini akufikiria nani ipo ndani, akashuti mwenyewe mpira ukaenda nje. Maana yake ilikuwa ni mpira mrefu tu ambao mpigwa kwake, akajaribu kuingia na akashuti. Mwalimu akaona pengine kwa muda ulivyokuwa umeenda, ile energy ambayo yuko nayo, na unajua amecheza kwa muda mrefu sasa, unatakiwa kufanya management ya mchezaji, umpe nafasi mchezaji mwingine ambaye anaweza akawa na sifa ambazo zinafanana na yule ambaye ulimwanzisha, lakini awe na energy ambayo inaweza ikakupa faida wakati ambao tutakuwa tumevuka kwenda kwenye kushambulia kwa uharaka, awe na reaction za kufika kwenye maeneo kwa usahihi zaidi. Na unaweza kuona yalikuwa ni mabadiliko ambayo pengine mwalimu anasema na mtoa huyu mwenye uzoefu lakini naingiza damu changa, kwa maana nipate kasi, nipate pia maamuzi ambayo ni fresh kutokea nje, ambayo tunaamini wakati tukiwa kwenye mechi ikiwa inaendelea, kila ambacho tulikuwa tunamwelekeza Ismail Aziz Kada, yeye pia alikuwa anakisikia kwamba tunataka nini tukipate kupitia eneo la kulia la uwanja, kwa sababu wao walikuwa wanategemea zaidi maeneo ya pembeni kwa ajili ya kufika eneo la mwisho kwa hizo counter attacks, kwa sababu ndani kulikuwa ni kugumu kutokana na uwepo wa wale walinzi wawili ambao wamewataja hapa, lakini mbele yao pia kulikuwa na bima nzuri ambayo ilikuwa inafanya kazi kwenye eneo la kiungo la Omari pamoja na Shamte Hije ambayo ilikuwa ni ngumu kupita kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo upande wa Ismail Aziz Kadalo ulikuwa ni moja kati ya upande ambao alikuwa anatumika kwenye kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo kuintroduce mtu mwingine ambaye alikuwa anaenda kuongeza kasi, kuongeza pia uwezo wa kufika kwenye eneo la mwisho la kiwanja kwa usahihi, ilikuwa ni option ambayo mwalimu alikuwa ameamua kuitumia, kwamba nabadilisha mtu lakini majukumu yatakuwa ni yale yale, lakini nataka wewe ufike zaidi kwenye box la wapinzani kuliko ambao pengine Ismail Aziz alikuwa anashindwa. Na unaona faida ambayo alikuja kuipata moja kwa moja, kwamba wakati mpira unaenda pembeni, unaona alikimbia kwa haraka kufika kwenye position, akaweka kituo kwenye box la wapinzani, kwamba lolote likalotokea hapa mimi nipo kwenye box na naweza nikapata faida ya kuliona lango kwa haraka. Kwa ufupi sana, sababu yake imemlipa. Of course ni sababu ambayo pengine wakati mwingine unaweza ukajipongeza kwamba ilikuwa sawa sawa, kwa sababu substitute wakati mwingine nasema ni kama unabashiri hivi kwamba inaweza ikatokea sawa au ikatokea sivyo, na unaweza ukatiki kwenye kiboksi cha game reading kwamba mwalimu amefanikiwa kusoma mchezo wakati unaendelea. Of course. Andrea Kingamkono, Fountain Gate katika mazingira Mwanambiji wanakuja kupata bao ambalo linafungwa dakika ya 77 ya mchezo. Lakini ilivyo bahati pia wakafanikiwa pia kulinda bao ambalo lilifunga kwenye dakika hizi na kuthubutu kumaliza mchezo wakiwa na alama zao 3 kibindoni. Walikuwa bora kwenye eneo gani hasa Fountain Gate baada ya kupata bao hili, na pengine Mbeya City ni wapi ambapo walikwama katika mchezo huu wa jana? Mbeya City kwanza, jana kocha Maxime na timu yake walikuwa na siku mbaya kazini kwa ujumla. Kwa sababu mechi walikuwa kwa wao, walipata nafasi kadhaa
ambazo nyingine zilikuwa nafasi za kuwa penalty, lakini mwamuzi hakuonyesha, hakutoa hizo nafasi, kuwaruhusu kupata nafasi ya kupiga hizo penalty. Lakini kingine unaona Mbeya City kwa kutawala mchezo wakajiamini sana kwamba wanaweza kumaliza mchezo, na hata goli wanakuja kufungwa ni la kukosa umakini, mawazo yale hayakuwa kwenye mchezo, kwa sababu wakati ile faulo inapigwa wale wachezaji wote wa Mbeya City walikuwa wamejikusanya katikati, hawakwenda wakati inapigwa. Pasi ya kwanza inapigwa katikati ya uwanja, inahamishwa kwenda kwa mkono. Wale wachezaji hawakuwa kwenye maeneo yao, wote walikuwa wamejaa katikati. Kwa hiyo maana mpira ulipopigwa mrefu, umeona yule beki wa pembeni alikuwa nadhani Kijili alikuwa bado hajatoka Kijili. Nadhani alimwacha yule bwana akapata muda mwingi wa kwenda kupiga ile cross mkono. Lakini kingine unamwona Mbegu yuko katikati ya washambuliaji wawili wa Fountain Gate. Lakini mtu wa kwanza ambaye kwake alikuwa ni hatari ni huyo alikuwa mbele. Kwa hiyo yeye ilibidi kwanza kuhakikisha mtu wa mbele hapati ule uhuru wa kupiga mbele, lakini badala yake yeye akasimama akaanza kumlaumu mwenzake ambaye tayari ule mpira ile cross ilipigwa kwa kimo chake pamoja na kuruka kwa uwezo wake wote, bado mpira ukawa mrefu. Lakini kingine goli limefungwa ndio goli la bahati, kwa sababu mpiga kichwa yani goli kwanza halina mangamngamu yani mpiga kichwa hakupiga kichwa. Alipiga kichwa ule mpira akaukosa, umeenda kugonga kwenye mguu wa chini. Watu wengi wanadhani ule mpira kapiga kichwa. Ule mpira hakupiga kichwa. Mpira umegonga kwenye mguu wa chini. Kweli kabisa. Angalia hiyo cross inapopigwa. Anaruka kichwa anaukosa. Mpira unagonga kwenye mguu chini. Unaenda golini. Kwa hiyo hata mpigaji yani alifunga goli, muone hapo ameukosa. Muone mguu chini, ule mpira wakati unatua ndio umekwenda kugonga kwenye mguu akafunga. Kwa hiyo unaona ni kwamba ikawa siku mbaya, kwa sababu Mbeya City walipata nafasi kama hizi. Parapanda tuseme alikuwa na siku nzuri, kwa sababu kuna Eliudi alipiga mpira, ule mpira umeenda kugonga mwamba afu kaja kumgonga Parapanda mkononi ukatoka. Rudi kwenye mguu. Unaona kuna mazingira ambayo hadi Meki akawa anashangaa kwamba akaanza kucheka inakuaje tunakosa. Alafu kuna dakika za mwisho nyingine Pemba nadhani alipiga kichwa kikapita kidogo kwenye mstari. Yaani unaona kabisa Mbeya City ilikuwa na kila sababu ya kushinda mechi. Hapaswi kujilaumu Meki Maxime kwenye haya matokeo. Anapaswa kujilaumu kwa sababu anajilaumu kwa sababu gani? Alivyomtoa Vitalis Mayanga yes, ndio alipowatengenezea nafasi Fountain Gate kuanza kuja, kwa sababu safu ya ushambuliaji kidogo ikapoteza kasi, akatoka na vile na kiungo wa Simba Omari Dilunga Hassan Dilunga alivyotoka. Sasa wa Simba tena au JKT Simba Yanga, unaona alivyotoka Dilunga, unaona katikati na venye kwa kumepoa, japokuwa aliingia watu wengine. Akatoka Kijili akaingia Maji Mengi na ni mara nyingi na Maji Mengi Baraka mara nyingi, na vile vile alijitahidi kwa sababu kule pembeni kwa upande ule ndio nadhani walikuwa wanautumia sana Mbeya City kupitisha cross, sema zikakosa watu wa kumalizia. Kwa hiyo bado kwenye safu yake ya ushambuliaji ilikosa makini. Nilikuwa naamini labda mechi angekuepo Yakubu, labda angeweza kumsaidia Ayubu Kiombo, angeweza kumsaidia, lakini hata kwenye benchi hawakuonekana kwenye kikosi chake. Kwa hiyo nadhani kwa hiyo unaona ni timu ambayo ilikosa. Tunamsifu Mohamed Laizer kwa hiki ambacho amekifanya, kwa maana ya mpango wake kwenda dakika 45 za kipindi cha kwanza na mpango wake kwenda kuzimaliza dakika 45 za kipindi cha pili, hasa kwenye kuifunga mechi dakika ya 77 tayari umeshapata goli na ukafanikiwa kulilinda bao hilo mpaka unakwenda kumaliza mchezo. Kwangu namsifu kwa sababu kwanza kwake hii ni mechi yake ya 3 anashinda sasa hivi. Unaona kwa hiyo ni kwamba kwanza kwa ugenini imemsaidia kama anashinda ugenini. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho alifanikiwa kwa sababu kwanza alifanya ile mbinu ambayo kama alitumia zidi ya Azam, aliweza kuweka nyuma timu yake, alafu akawa anashambulia kwa wakati unapostahili, na vile vile alipofunga akabadilisha wachezaji, akaleta wachezaji ambao wanakuja kusaidia kwenye ulinzi, timu ikakamilika kabisa. Ukaona kabisa wametulia na wakawaacha Mbeya City waje, wao wakaendelea kukaa nyuma, lakini wanahakikisha kwamba hawawapi nafasi ya kufunga goli. Kocha, Mbeya City ukitazama ni timu ambayo ina wachezaji wenye majina ambao wameshacheza timu kubwa. Kabisa. Unamzungumza wewe Habibu Haji Kiombo, amecheza Simba, amecheza Singida Black Stars kama utakumbuka. Kuna wakati pia alienda South Africa na kikosi cha Mamelodi Sundowns. Ukimtoa huyo Hassan Saleh Dilunga, amecheza Simba, amecheza JKT Tanzania na timu nyingine. Mbali na hapo pia Kelvin Pemba Kingu, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na uzoefu kwenye ligi kuu kwa sasa hivi, na thubutu kusema hivyo. Nini ambacho kimekuwa kikiwagharimu Mbeya City mpaka sasa kionekana kushindwa kupata matokeo, hasa katika mchezo huu wakiwa nyumbani kwao? Moja kati ya mechi ambazo pengine unasema kwenye football wakati mwingine
unacheza kwenye kiwango chako, lakini tunasema pia mpira kuna wakati ambao bahati huwa inafanya kazi. Kuna siku ambayo unaweza ukafanya kila kitu kiwanjani kwenye ubora wake, lakini bahati ikawa haiko upande wako, ukapoteza mechi ya mpira. Kwenye hili ninasema bahati mwenyewe matokeo. Kwenye mechi hii ni miongoni mwa mechi ambazo unasema Mbeya City walifanya vitu vingi sana ambavyo ni bora. Walikuwa na umiliki mzuri wa mpira, walitengeneza mashambulizi ambayo yalikuwa ni mengi zaidi kwenye mechi husika, lakini unaona pia jinsi ambavyo wao walikuwa wamemanage mechi kwenye maeneo mengi ya kiwanja kabla hajaruhusu hilo goli ambalo walifungwa. Wao ndio unaweza kusema kama ulikuwa unaweza kuweka possibility ya timu kupata goli, inawezekana ilikuwa inakwenda zaidi kwa Mbeya City kuliko kwa upande wa Fountain Gate. Japo kwa Fountain Gate tutasifia tu jinsi ambavyo wachezaji walikuwa na work rate nzuri, kufika kwenye matukio mengi kwa wakati sahihi. Kuna nyakati ambazo walikuwa wanalazimika kufanya vitu vya ziada kwa ajili ya kuinusuru timu yao. Ndicho kitu ambacho tuwasifia, lakini ilikuwa ni mechi ambayo Mbeya City nafikiri walikuwa naamini kwamba muda wowote sisi tutakuwa wa kwanza kwenye kupata goli. Isivyo bahati ni kwamba haikuwa hivyo, na inawezekana Mbeya City pia kawa wanaweza kawa na mawazo mengi sana kwa sasa, kwa sababu unajaribu kuangalia baadhi ya mechi ambazo Mbeya City amecheza hasa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa sababu mpaka sasa hivi Mbeya City ameshinda mechi 3 kwenye ligi. Ndio. Lakini hajashinda mechi yoyote kwenye uwanja wa nyumbani. Na umezungumza uwanja wa nyumbani bana, kama tumekuwa tuna mate ya kumeza basi na ya kutema tuwe nayo. Huu uwanja ulifungiwa kuna kipindi fulani. Lakini sasa hivi ukiangalia picha yake mnataka kusemaje? Uwanja kwa picha unaonekana huko vizuri, lakini pia hata jinsi ambavyo flow ya mpira ilikuwa inakwenda. Tuwapongeze, yani tuwapongeze tu. Uwanja ulivyokuwa mbovu tulisema bwana, uwanja kwa hakika ulikuwa mbovu. Lakini kwa sasa hivi meneja wa uwanja wa pale Mbeya amefanya kazi yake vizuri, si ndio? Kabisa, na aendeleze hiki au mvua zinawabeba, maana huko mvua zimenyesha, ndio msimu wake, msimu wa mvua. Lakini vile vile kwa nini pamoja na mvua, kuna wakati kuna mechi moja ilichezwaga ilikuwa ya Yanga sio na Prisons sio na nani, uwanja uliharibika sana kabisa. Tumpongeze, mvua ilikuwa imenyesha, uwanja ukawa umeharibika, ukawa ufai, baada pale ukafungiwa. Lakini safari hii mvua imenyesha na lakini bado uwanja ni mzuri, unavutia, mpira unatembea, hakuna madibwe, hakuna kuteleza bila sababu. Kwa hiyo ni jambo kubwa, na nadhani ni uamuzi sahihi kufungulia uwanja wa Mbeya miongoni mwa viwanja vikubwa, viwanja vyenye sifa pekee. Watu waendelee kushuhudia mechi, watu wa Mbeya wanataka kuona timu zao, lakini mwaka huu timu zao zina hali mbaya kwa ujumla. Basi tuhame hapo, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka kipindi hewani ni Viwanjani, Azam TV, burudani kwa wote. Mimi ni Hassan Ahmed, pamoja nami nimeketi na Michael Hiera, kocha wa mpira, bila kumsahau pia Andrea Kinga Mkono. Tunaamini kabisa tuko nawe sako kwa bako kutokea sasa mpaka pale saa 6 kamili mchana. Tunaifunga taarifa hiyo ya Mbeya City dhidi ya Fountain Gate